mamlaka serikali za mitaa zenye uwezo wa mapato ya ndani ya kutosha ziajiri watumishi wa mikataba kwa ajili ya kupunguza pengo la upungufu wa watumishi lililopo. Na katika eneo hili, ndugu viongozi, serikali imekuwa ikisisitiza mara kwa mara, na ofisi ya Rais TAMISEMI ilitoa mwongozo maalum wa namna ya kuajiri watumishi wa mkataba, na hususan kwa sekta ya elimu na sekta ya afya. Kwa hiyo niwaombe twende tukarejee mwongozo ule wa namna ya kuajiri watumishi, hususan makatibu tawala mikoa, tuwasimamie wakurugenzi wa serikali za mitaa ili waweze kuajiri watumishi yale maeneo ambayo yana upungufu mkubwa wa watumishi. Serikali imeleta fedha nyingi, imejenga zahanati, imejenga vituo vya afya, imejenga hospitali za halmashauri, imejenga shule, inaendelea kuajiri watumishi kwa awamu. Na ziko halmashauri zina mapato mengi, bilioni kadhaa kwa mwaka. Zahanati haina mtumishi hata mmoja, au ina mtumishi mmoja tu, medical attendant. Haina clinical officer, haina muuguzi. Lakini pale kijijini au katika halmashauri hiyo kuna wataalamu, vijana wetu wamegraduate, wapo wanasubiri ajira. Ni vema sana tuwatumie vijana wale kupitia taratibu za ajira kwa mikataba ili waendelee kutoa huduma kwa wananchi, lakini pia na wao angalau wapate kipato wakati wanasubiri ajira zilizo rasmi. Kwa ni waombe sana, twendeni tukaifanyie kazi swala hili la ajira za mkataba kwa halmashauri zenye uwezo. Na kimsingi hakuna halmashauri ambayo haina uwezo kabisa. Kila halmashauri angalau zina uwezo kidogo. Na siku zote ofisi ya Rais TAMISEMI tunasema kama wizara hii itafanya kazi nzuri na kwa ufanisi, grading ya performance ya serikali yetu itakuwa zaidi ya 90%. Kwa sababu kazi zote ambazo zinatugusa sisi zinawagusa Watanzania wote milioni 61 plus. Sisi tuna manage wananchi, tunaongoza wananchi kwenye vijiji, kwenye vitongoji, kwenye kata, kwenye tarafa, kwenye wilaya, kwenye mikoa, na hakuna Mtanzania hata mmoja ambaye haishi aidha kwenye kijiji au mtaa au kata au wilaya au mkoa. Kwa lugha nyingine, wateja wetu sisi ni Watanzania wote. Na maana yake tukifanya kazi nzuri sisi, Watanzania wataifurahia kazi ya serikali yao. Watatambua kwamba serikali yao inawajibika, inatatua kero mbalimbali, lakini inawezesha ujenzi wa miundombinu mbalimbali ambayo inatakiwa katika maeneo yao.